Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix David Msongo kutoka kwenye maskani ya maeneo ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya unabii ambao mambo ya Yesu aliutoa. Ilikuwa tarehe 13 ya mwezi wa pili mwaka 2025, na katika unabii ule wakati tunatoka nilieleza ilikuwa tarehe 13 ya mwezi wa pili mwaka 2025. Haikuwa hivyo, ilikuwa ni tarehe 13 ya mwezi wa pili mwaka 2026 katika maelezo mashauri. Na Mungu mkuu Yesu alieleza kwamba katika namna ya mafumbo kwamba kulionekana kuna jambo litatokea nchini Marekani. Kuonekana kwake ilikuwa kama vile jambo la kiuchumi au kama vile jambo la kisiasa. Na tayari katika unabii ule ulitoka katika namna ya fumbo. Mmeona nchini Marekani kutokana na gharama ya maisha, kwa maana ya kupanda kwa bei ya mafuta duniani pamoja na mambo kama haya yanaendelea kule Mashariki ya Kati. Mmeona tayari kuna maandamano makubwa yanatokea nchini Marekani, na Mungu mkuu Yesu alitoa unabii katika mikotoo ya kinabii kwamba kuelezea jambo hili, na hakika ndani ya mwezi mmoja baadaye unabii ulianza kutimizwa katika mikotoo hii. Kwa hiyo unapoona haya ujue Mungu mkuu Yesu huyajua mwisho tangu mwanzo. Unapoona michoro ya kinabii inathibitika, basi unapaswa kujua kabisa kwamba huyu ni Yahweh Mwokozi ambaye anazungumza habari zake, ambaye ni Yesu, yule mfunuzi wa mambo katika lugha yake ya kinabii. Kwa hiyo unaweza pia kufuatilia unabii huu, na tutaweka na unabii ule ambao ni maelezo haya na unabii ule tutaunganisha matokeo unabii uweze kujifunza. Na unaweza kutufuatilia pia kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Msongo Ministry, uweze kufuatilia jumbe mbalimbali ambao Mungu ameshauri Yesu ameachilia ujumbe na kanisa. Ya jumbe zetu ni jumbe za kinabii. Upaswa kutumia akili yako cosmology wala akili yako theolojia, unapaswa kumuuliza yeye Mwokozi. Na jumbe zetu zinatoka kwa mtindo series, fuatilia series ya kwanza mpaka ya mwisho wa kila ujumbe ili uweze kupata kujua michoro hii ya kinabii kabla ya kuja kwa mambo ya Yesu anapoleta amani maalum duniani kwa ajili ya ujumbe wa siku za mwisho, ili watu wote wapate kutubu dhambi. Lakini mtandao wetu wa TikTok tunatumia kupandisha nabii mbalimbali na matokeo unabii, kwa maana unabii unapokuwa unatimizwa tunachukua maelezo na unabii namna ulivyotoka pamoja na matokeo yake, ili watu waweze kujifunza. Na nabii zote ambazo tunaziunganisha, kwa maana baada ya kutimizwa zote ziko ndani ya mtandao wa TikTok. Kwa hiyo unaweza kufanya marejeo, kufuatilia na kwenda kwa kina, utaona nabii mbalimbali zimetimizwa mpaka sasa hivi tokea mwaka 2023 mpaka sasa. Kuanzia mwezi wa 9 2023 mpaka hivi leo nabii 194 zimetabiriwa, na katika nabii hizo 194 nabii 161 zimekwisha timizwa. Na hii inaonyesha kwamba Mungu mkuu Yesu anaweza mikotoo hii kinabii katika mfumo wake. Kwa hiyo tunaweza kutumia nafasi hii kumtangaza yeye Mwokozi, kumtangaza Yesu Kristo, yule Mungu wa zama zote, ambaye tunamtambulisha ulimwenguni kwamba yeye ndiye yule Yehova wa zama zote katika lugha ya kinabii. Kwa hiyo unaweza kupata michoro hii ukajifunza, ukapata kujua. Na wengine wengi walifikiri kwamba ni kana kwamba nabii tunajaribu baada ya matukio tunajaribu kutengeneza nabii hizi. Wewe chukua muda wa kutosha, fuatilia mtandao wetu wa TikTok, utaona kuna nabii za kutosha ambao Mungu mkuu Yesu alizitoa na tayari zimekwisha timizwa. Zaidi ya nabii 161 zimetimizwa katika lugha za kinabii. Unapoona haya ujue kabisa ni Yesu anazungumza na ulimwengu kuelekea moja ya siku hizo mwisho kabla ya kuja kwake kwa ajili ya kanisa. Pia unaweza kufuatilia mtandao wetu wa Facebook wa Felix Msongo Ministry pamoja na ule wa Instagram wa Felix Msongo Ministry ili uweze kujifunza kupata mikoto hii ya kinabii. Tubu dhambi, geuka, mambo ya Yesu anarudi moja wa siku hizi. Sauti iliyonenwa Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu Yehova kwa tuotona katika Mungu unakuja. Amen. Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix David Msongo kutoka kwenye maskani wa maeneo ujumbe saa kutoka jiji la Arusha Tanzania. Leo tarehe 13 ya mwezi wa pili mwaka 2025 niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya kutoa unabii hasa kuhusiana na nchi ya Marekani. Naliona natazama nchi ya Marekani inaingia kwenye msukosuko mkubwa sana. Kuonekana kwake ni kama vile kuna hali ya haitakaa sawa katika taifa hilo, na kuonekana kwake ni kama swala la kiuchumi au kama swala la kisiasa, kwamba linaenda hiyo nchi itapitia kwenye hali ambayo haitakuwa imekaa sawa katika anwani hizi, na italeta madhara makubwa sana katika taifa hilo, kwa sababu mambo ya Yesu aliniambia nitoe unabii huu kwamba nchi ya Marekani kuna jambo linaenda kutokea, kwa maana taifa lao
itapitia hali ya mtikisiko wa kuonekana kwake kama ni uchumi, kuonekana kwake pia kama mfumo wake wa kisiasa kuelekea siku hizi za karibuni katika anwani hizi mashuhuri. Kwa Mungu mashuhuri Yesu akaniambia ni utoe nabii huu katika anwani zake ya Mwokozi na kuonekana kwake ni kama kuna jambo la ziada ambalo sitalisema kupitia unabii huu, lakini dunia nzima utajua nini kinaenda kutokea katika taifa hilo la Marekani. Kwa hiyo Wamarekani wale waaminio ujumbe wa Yesu, kwa maana wale waliotubu dhambi na kuishi maisha matakatifu, basi wanaweza kuingia maombi kwa ajili ya taifa lao, kwa sababu jambo hili itaikumba Marekani kuelekea siku hizi za karibuni katika taifa hilo. Kwa sababu ninaona, na hapa ninaweza kuona katika Ufunuo, ninaona hali ambayo si nzuri ya taifa hilo. Tubu dhambi, geuka mambo mashuhuri, Yesu anarudi moja hapo siku hizi. Unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Musumisi. Tumeachilia jumbe mbalimbali na jumbe zetu za kutoka mtindo wa series. Fuatilia series ya kwanza mpaka ya mwisho kila ujumbe. Na jumbe hizi ni jumbe za kinabii, usitumie akili yako cosmology wala usitumie akili yako theolojia. Unapaswa kumuuliza yule Mungu wa zama zote mfunuzi mambo ambayo anazungumza habari za kama ni Yesu katika anwani hizi mashuhuri. Kwa hiyo unaweza kufuatilia hizo jumbe, na jumbe hizi upasi kuongeza chochote, upasi kuchukua kama zilivyo, na ujue kwamba hizi ni siku za mwisho ya Mwokozi anaoachilia ujumbe wa mwisho wa dunia katika anwani hizi mashuhuri, ambao unaachiliwa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa yote ya dunia kama anwani maalum ya mwamba mashuhuri Yesu, akitambulisha michoro yake na maandiko yote yanathibitishwa sasa kuelekea siku hizi za mwisho. Kwa hiyo unaweza kufuatilia jumbe hizo, lakini pia unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa TikTok wa Felix Musumisi. Mwamba mashuhuri Yesu ameachilia nabii mbalimbali, kwa sababu tunatumia kupandisha nabii mbalimbali na matokeo nabii, yani zile nabii zilizotimizwa na tokea mwaka 2023 mpaka hivi leo, nabii wastani wa nabii 194 zimeachiliwa na yao Mwokozi Mungu wa Ufunuo, na mpaka sasa nabii 130 zimeshatimizwa katika anwani hizi mashuhuri. Kwa hiyo nabii ambazo zimesalia ni nabii 64 ambazo ndio zimesalia. Ndio maana tunatoa michoro hii ya kinabii tokea mwaka 2025, na nabii zote za mwaka 2023 zote zimetimizwa. Nabii za mwaka 2024 zimbaki nabii kama 2 au 3 hivi kutimizwa, nazo nasubiri wakati wake, na nabii zingine hizo 64 zilizosalia au chini ya 64 zilizosalia unazikuta ziko mwaka 2025 katika anwani mashuhuri. Kwa hiyo niko hapa kufanya michoro hii ya kinabii, ujue ya anwani hizi mashuhuri, kwa mwamba mashuhuri Yesu anaweza kutoa unabii, anaweza kuyaona mambo kabla hayajatokea na yakathibitishwa katika michoro ya kinabii. Unapaswa kutubu dhambi unapoona anwani hizi zinathibitishwa duniani kabla kuja kwa yao Mwokozi, akitambulisha ujumbe wake wa mwisho wa dunia kuelekea siku hizi za mwisho kabla ya kuja kwake kwa ajili ya ujukuu wa kanisa. Lakini pia unaweza kufuatilia mtandao mwingine wa Facebook wa Felix Musumisi, na ule wa Instagram wa Felix Musumisi, ambao tunatumia kupitisha matangazo na anwani fupi zinazoweza kutambulisha ujumbe wa nani wa kanisa ambao mwamba mashuhuri Yesu anawachilia kuelekea moja siku mwisho. Tubu dhambi, geuka mwamba mashuhuri Yesu anarudi moja kwa siku hizi. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova wakati wote. Tuonane katika Mungu mkuja. Amina. Today, here in Minnesota, in Vermont, and in every state in the country, we say loudly,